Movie inaanza ikituonyesha kifaa kiitwacho orb kinachong'aa kikidondoka kutoka angani na kupita karibu na dunia, lakini katika njia yake kinagongana na satellite inayozunguka dunia. Baadaye kinaanza kuanguka kuelekea dunia. Mvulana mdogo aitwa Josh Morrison yuko katika nyumba yake ya jiji la New York akiangalia kupitia darubini yake. Anagundua kifaa kinachong'aa kikielekea kwake na anashangaa sana. Muda mfupi baadaye, kifaa hicho kinavunja dirisha na kuingia katika chumba cha Josh, kikivunja kioo cha dirisha na kumfanya Josh ajifiche haraka chini ya kitanda, wakati kifaa hicho kinaporuka ndani ya chumba na hatimaye kuingia kwenye bakuli la samaki. Gina Morrison, mamake Josh, anaingia chumbani baada ya kusikia kilio chake. Anawakemea vijana waliokuwa wamesimama nje kwa kudhani kuwa wametupa mpira wa baseball ndani ya chumba cha mwanawe. Josh anamwambia mama yake si mpira wa baseball bali ni kitu kilichotoka angani na kilikuwa karibu kimgonge. Hata hivyo, Gina haamini maelezo yake. Anamtuliza na kisha kuondoka. Josh anaangalia bakuli la samaki na kugundua kuwa kile kifaa kutoka angani kimeanza kunyonya maji yote ndani ya bakuli lake la samaki kwa mara moja na kumfanya Josh kushangaa sana. Karibu miezi mitatu baadaye, mpira wa moto wa ajabu unaelekea duniani na kutua kwa kishindo karibu na sanamu ya kisiwa cha Liberty na kusababisha mtisikio duniani. Moshi unapotawanyika, inabainika kuwa ni ndege ya anga inayofanana na mwanadamu. Baadaye, ndege hiyo inasimama wima na kugundua kuwa iko kwenye sayari mpya inaitwa Dunia. Baadaye, ndege hiyo yenye umbo la binadamu inasafisha nguo zake kwa kutumia teknolojia yake ya kigeni, inaingia katika meli na kugundua watu wengi wanaingia ndani yake. Ndani ya meli, mama mzee anamwangalia kwa tabasamu la upole, lakini ndege hiyo haijui jinsi ya kumjibu, hivyo inamrudishia tabasamu la kutisha kwa kuiga tabasamu lake na kumfanya mama huyo kuondoka mara moja. Baada ya hapo, inaendelea kuonekana ya ajabu. Kisha ndege hiyo inafika katika umati wa watu na kuvuta hisia za kila mtu kwa sababu ya namna yake ya ajabu ya kuangalia na kuwatazama watu. Inaanza kuvuka barabara kama sio ruhusa kufanya hivyo kama ilivyoonyeshwa kwenye kibao cha ishara. Kutokana na hilo, inagongwa na gari linaloendeshwa kwa kasi na Gina Morrison. Gina anashuka haraka kwenye gari na kumkagua mgeni huyo wa ajabu anayeonekana kama mwanadamu. Meli hiyo inakaa chini na kuwashangaza wote waliokuwepo. Gina anaona mguu wa mwanaume huyo umevunjika, hivyo anakimbilia kwenye gari yake kuchukua simu ili kupiga simu ya dharura, lakini anaporudi mwanaume huyo hayupo tena. Ndege hiyo ya ajabu inafika sehemu ya upweke na kusimama kimya. Baadaye sikio lake mikitambo linafunguka na kuonyesha viumbe vikigeni wa umbo la binadamu wakiwa ndani yake. Kiumbe kidogo kinatoka nje kwa kuning'ania kwa uzi na kurekebisha mguu wa ndege hiyo. Sasa tunaona sehemu ya ndani ya ndege hiyo ambapo viumbe wadogo wa kibinadamu wanafanya kazi kuhakikisha meli hiyo inafanya kazi. Na hamdu wa meli pia anaonekana kuwa na umbo la binadamu na ndiye anaendesha ndege hiyo kutoka chumba cha amari kilichopo kichwani. Na Hamdi anamwambia wahudumu wa chumba kwamba meli yao imeweza kustahimili kishindo hicho. Baadaye anauliza kwa mhandisi ni kwa muda gani wanaweza kuendelea kufanya kazi kwa uwezo wa juu. Mhandisi anaeleza kuwa wana masaa 48 tu ya kuendelea na baada ya hapo mfumo wa kazi utaacha kufanya kazi. Nahodha anamuuliza nahodha msaidizi maoni yake kuhusu uharibifu wa meli. Nahodha msaidizi anampendekezea warudi kwenye sayari yao ni ya nyumbani na kuitengeneza meli. Kutokana na hilo, nahodha anakusanya wahudumu wote wa meli na kuambia huu ndio wakati ambao tumekuwa tukijiandaa kwa ajili yake na wote tunajua kilicho hatarini. Sayari yetu iko karibu kukumbwa na janga la ukosefu wa nishati. Kifaa tulichokituma kwenye sayari hii kwa ajili ya kuyakamua maji ya bahari kimepoteza mwelekeo na sasa kimepotea mahali fulani katika jiji hili. Kifaa hicho kishapatikana na kuanzishwa, chumvi kutoka duniani hapa itazalisha nishati ya kutosha kwa sayari yetu kwa vizazi vingi vijavyo. Namba 3 anamjulisha nahodha kwamba kuikamua bahari ya dunia hii kutakuwa na athari kubwa kwa uhai uliopo. Josh hajui athari nini na kifaa hicho cha mviringo, kwa hiyo anakitia kwenye begi lake na kujiandaa kwenda shule. Anaangalia nje ya dirisha na kugundua kwa meli ya anga imesimama nje ya nyumba yao. Anampigia mamake simu mara moja. Gina anamwambia Josh kwamba alimgonga mwanaume huyo kwa gari lake siku chache zilizopita. Gina anakimbia nje na kuomba msamaha kwa meli hiyo ya anga kwa kumgonga kwa gari lake. Kwa kweli, Gina anadhani meli hiyo ni binadamu na anashangazwa sana anapogundua mguu wake. Sawa. Wakati huo nahodha na wafanyakazi wa meli wanashuhudia tukio hilo kutoka ndani ya meli yao. Hiki kikawa ndio kikao chao cha kwanza cha mawasiliano ya moja kwa moja na binadamu. Kwa mara ya kwanza meli hiyo ya anga inazungumza kwa sauti ya juu ya kimakini kama ya mashine na kusababisha chupa zilizokuwa karibu kuvunjika. Baadaye inafanikiwa kutumia sauti inayofanana na kibinadamu na kumwambia Gina kwamba sasa yuko salama. Wakati Gina na mwanawe wakiwa bado katika mshangao, muda si mrefu Josh anaondoka kwenda shule kwa kuwa amechelewa.
Gina anaendelea kuwa pamoja na meli hiyo, akielezea jinsi alivyomgonga kwa bahati mbaya. Gina na meli hiyo ile anga wanaenda juu gorofani na wanakutana na Mark ambaye ni jirani yake Gina. Mark anamwomba mgeni huyo wa ajabu kusalimiana kwa kushikana mikono. Meli hiyo yenye umbo la kibinadamu inapeana mikono kwa namna ya ajabu sana na kumchanganya Mark. Baadaye Gina ikiwa na mgeni wake wanaingia nyumbani kwake. Anampatia glasi ya maji ambayo anainua vibaya sana. Maji yanapoingia ndani ya meli hiyo ya kibinadamu yanasababisha mabadiliko ya mizani ya ndani na kusababisha hali kama ya mafuriko ndani yake. Viumbe wote wadogo angani wanaanza kupelekwa kwa nguvu ya mkondo wa maji. Baadaye Gina anajitambulisha kwa meli hiyo kwa jina la Gina Morrison na inaiomba ijitambulishe. Meli hiyo inamwambia jina lake ni Ming Chong kama ilivyopendekezwa na namba 3 kutoka ndani ya meli. Gina anacheka sana anaposikia jina hilo na kusema, nilidhani jina lako litakuwa kama Dave au kitu kama hicho. Kisha meli hiyo inasema, Dave ndilo jina langu lingine. Baadaye Gina anaanza kuandaa kifumbua cha chombo kicheni wakati Dave ambaye ni meli anaanza kugeuza mayai bila kuvunja maganda yake. Gina anamletea chupa ya tomato, lakini Dave anameza chupa yote kwa mkupo mmoja na kumshangaza sana Gina. Muda mfupi baadaye, paka wa Gina anamsogelea Dave, ambaye anamkanyaga na kumrusha pembeni, akidhani ni adui. Namba 3 anamuelekeza Dave kwenye picha ya Josh akiwa ameshikilia orb. Dave anakwenda moja kwa moja kwenye picha ya Josh na Gina anamueleza kuwa Josh amekuwa akitembea na kitu hicho na anadai kilidondoka kutoka anga za mbali. Baadaye nahodha anaamuru timu yake mtafute mfulana huyo mara moja. Maafisa wawili wa polisi waliitwa Dooley na Knox wanachunguza eneo ambalo meli ya anga iligonga ardhi. Wakati Dave anamfuatilia Josh, anafika kwenye soko la vifaa vya electronic na kujaribu kuvaa headphones, na hilo husababisha viumbe wote wadogo wa kigeni walioko ndani ya meli kutikisika vibaya. Hata hivyo, namba 17, kiumbe wa kibinadamu wa kigeni, anaonekana kufurahia tukio hilo. Katika bustani, Dave anakutana na wapenzi wawili wakibusiana na anajaribu kujiingiza katika tukio hilo. Mwanaume anamwomba wapige picha, hivyo Dave anawapiga picha kwa kutumia mwangaza wa tochi yake. Baadaye anaingia kwenye duka la nguo ili kuondoa mavazi yake yasiyofaa. Mmiliki wa duka anampokea kwa kusema karibu Old Navy. Nahodha anamuuliza namba 3 atafsiri maana ya karibu Old Navy. Namba 3 anasema inaonekana kama ni salamu ya kawaida ya mapokeo. Baada ya hapo, Dave anaanza kuwasalimu wateja wote waliopo na wanaoingia kwa kusema karibu Old Navy, jambo linalowachukiza. Dave anapendezwa na fulana moja lakini hajui jinsi ya kuivaa. Kwa kukata tamaa, anaanza kuchafua nguo zote zilizopangwa vizuri dukani. Baadaye anakwenda kwenye kaunta ya malipo akiwa na fulana na anascan noti ya $20 iliyokuwa juu ya kaunta. Akiwa mchanganyikiwa, anaingia kwenye chumba cha kubadilishia nguo na kwa njia ya ajabu anaanza kutoa pesa kutoka mwilini mwake. Josh yuko darasani akiwa na orb. Mara ghafla, mzana mtukutu anaitwa Rich anawasili na kumnyang'anya orb hiyo. Dave naye anawasili shuleni akimfuata Josh. Anaingia darasani na kumkuta Josh. Baadaye anaandika haraka nadharia ya uwanja uliounganishwa kwenye ubaoni kwa mikono yote miwili, jambo linalowashangaza watoto wote. Mwanafunzi mmoja anamsogelea na kumwomba amnoe penseli. Dave anaingiza penseli puani mwake na kuinoa huko. Baadaye anamtoka Josh darasani na kumwambia kwamba ana kitu kinachomilikiwa naye. Josh anamuuliza alijuaje habari hiyo na kusema hakiwazi kuwa chake kwa kuwa kilidondoka kutoka angani. Kisha Josh anafichua kuwa hana tena orb kwani ilichukuliwa kwa nguvu na Rich. Dave anamuuliza anaweza kumpata wapi Rich. Josh anaeleza kwamba hajui Rich anaishi wapi. Hata hivyo, wanakutana naye katika mtaa wa jirani. Muda mfupi baadaye, kundi la waporaji linafika dukani na kuwashikilia watu na bunduki. Mmoja wa wahalifu anajaribu kumshambulia Dave, lakini Dave ambaye ana nguvu nyingi kuliko binadamu yoyote duniani anamrusha mbali kabisa. Baadaye anampokonya bunduki jambazi aliyebaki na kumlazimisha akimbie. Josh anamwambia Dave, sijui Rich yuko wapi sasa, lakini kesho ni siku ya kuzaliwa kwa mama yangu na tutaenda kwenye tamasha la mitaa ya jirani yetu. Natumaini tutampata huko. Baadaye Dave na Josh wanarudi humbani na kucheza mchezo wa video ambapo Dave anaonyesha ustadi wa kipekee usiolinganishwa. Wakati huo huo, Gina anarudi humbani na kufurahi baada ya kumkuta Dave. Josh anamwambia mama yake jinsi Dave alivyomwokoa dukani kutoka kwa majambazi waliokuwa na silaha. Polisi Dooley anaendelea na uchunguzi wake na amedhamiria kufichua fumbo hilo, wakati mwenziwe anamfanyia mizaha. Kutokana na juhudi zake zisizoyumbana, Dooley anatengeneza mfano wa uso unaofanana karibu kama ule wa Dave. Baada ya kula, Gina anamwomba Dave asafishe meza. Dave kwa haraka, kwa hivyo anapitisha mkono wake juu ya meza na kuporomosha kila kitu sakafani, jambo linalomkasirisha Gina karibu na kupandwa na hasira. Dave anaangalia picha la ukutani na kuvutiwa na kutaka kujua kuhusu hiyo picha. Gina anamwambia Dave kuwa, nakumbuka nilipochora hii picha nilihisi upendo. Dave anamuuliza, unajuaje umehisi upendo lini? Gina anamweleza kuwa unapohisi upendo hauna haja ya kuuliza swali hilo. Wakati namba 3 anamtazama nahodha akiwa ndani ya meli, Dave anatoka nje usiku na kuanza kutembea mitaani. Njiani anamuuliza mtu asiye na makazi kama anaweza kupumzika pamoja naye. Yule mzee mwenye moyo wa huruma anamruhusu Dave apumzike naye.
Baadaye, yule mzee mwema anamfunika Dave kwa blanketi lake mwenyewe kwa kuwa usiku ulikuwa baridi sana. Nahodha akiwa ndani ya meli anawaambia wafanyakazi wake, mtu huyu hana chochote, lakini bado anatoa joto lake la mwisho kushiriki nalo. Kisha namba 3 anasema inaonekana wao ni viumbe changamano zaidi ya tulivyodhani. Katika muda mfupi tu, viumbe vidogo vya kibinadamu vimeanza kubadilika tangu walipotua duniani. Sasa wanahisi yale ambayo hawajawahi kuyahisi kwenye sayari yao ya nyumbani. Asubuhi, na Dave bado amelala pembeni mwa barabara, lakini hivi karibuni anaamka pale mhandisi anapomjulisha kuwa nishati iliyobaki ni 20%, na hiyo inawapa masaa 12 tu ya ziada, hivyo lazima wapate orb haraka. Dave anacheza kwa furaha na Josh pamoja na Gina wakifurahia wakati huo, wakati ndani ya meli nahodha na wafanyakazi wake wanahangaika kusimama kwa usawa. Baadaye, Dave anashiriki katika mashindano ya kula hot dog. Dave anagundua washindani wake wanameza hot dog kwa kasi ya ajabu, wakati yeye anaachwa nyuma. Anajitahidi kuwafikia kwa kuzifunika hot dog mfululizo bila kupumua, jambo ambalo linawafanya viumbe wadogo wa ndani wajihisi kusalitiwa. Dave anaibuka mshindi wa mashindano hayo moja kwa moja, na muda mfupi baadaye anakabidhiwa mdoli laini kama zawadi, lakini anaofikiria kuwa ni adui wake, hivyo anaanza kuupiga, lakini anagundua mara moja kwamba ni kitu kisicho na uhai. Msaidizi namba 3 anamuomba nahodha ampe mdoli huyo Gina. Nje, Dave anampa Gina zawadi hiyo, jambo linalomfurahisha sana. Ndani ya meli, kiumbe mdogo anamuomba Dave atoe wingi wa nyama iliyosindikizwa iliyopo mwilini mwake. Hivyo, Dave anaingia bafuni na kutekeleza zoezi hilo. Mark anakutana na Dave kwenye sherehe ya kuzaliwa ya Gina, na Dave tena anaonyesha tabia za ajabu. Mark anasema kwa Dave, ikiwa unamaanisha kweli kuhusu Gina, basi kila kitu kiko sawa kwa sababu anastahili mwanamume mwenye kujali na mwenye heshima. Lakini nimegundua kuwa unajaribu kumtumia Josh kama chambo. Utakutana nami njiani. Katika uchochoro mmoja, Rich anamnyanyasa Josh akiwa na marafiki zake. Hata hivyo, Dave anawasili pale na kumfundisha Rich adabu. Hivi karibuni Dave anairudisha orb kutoka kwake. Baada ya hapo, Dave anaanza kucheza mchezo pamoja na Josh na Gina. Ndani ya meli nahodha msaidizi anamwambia Dave kwamba wamefanikiwa kuipata orb yao, kwa hiyo hakuna haja ya kuendelea kukaa kwenye sayari hii. Aitupilie tu baharini na warudi nyumbani. Lakini Dave anakataa ushauri huo na anaendelea kucheza. Mpira unampiga Dave kwenye pajia la uso kwa kumsababisha azirai na kuanguka chini. Ndani ya meli ya anga kunatokea giza kabisa. Daktari binadamu anamkagua Dave wakati viumbe wadogo wanaichukulia mwanga wa tochi kuwa ni mwanga wa jua na kuanza kufadhaika. Daktari anampatia mshtuko wa umeme kwa kutungia mashine na bila kujua unarudisha nguvu ya umeme ndani ya meli. Dave anamuomba msamaha Gina kwa kuiharibu siku ya kuzaliwa yake na anamuomba amtoe chakula cha jioni. Baada ya kusikia hayo, nahodha msaidizi anakasirika sana kwa Dave na kumuuliza kama amepoteza akili. Dave naye anamjia juu na kumwambia aondoke. Baadaye, Dave, Josh na Gina wanafika kwenye mgahawa na kunywa glasi ya limau baridi. Kengele ya tahadhari inaanza kulia mara tu kinywaji kinapoingia mdomoni mwa Dave na kusababisha viumbe wadogo kusombwa na mkondo wa maji. Nahodha msaidizi anaanza kuwa na wivu kidogo kutokana na mabadiliko yanayotokea ndani ya meli ya anga. Hospitalini, wanafanyakazi wanawataarifu polisi kuhusu kuondoka kwa Dave pamoja na mwanamke mrembo na mtoto baada ya kumtambua kupitia mchoro wa uso wake. Ndani ya meli, viumbe vyote vidogo wanaanza kunywa juisi ya limau, lemonade, na wanaipenda sana. Dave anamwambia Josh kuwa atarudi nyumbani hivi karibuni. Josh akiwa mwenye huzuni anamwambia Dave, ukiondoka kila kitu kitarudi kama kilivyokuwa awali. Mimi si kama watoto wengine kwa sababu siwezi hata kujilinda. Nahodha msaidizi anakuta wafanyakazi wengine wakifurahia kucheza mziki kwa sauti ya juu na anafikiri kuwa timu yote imepoteza mwelekeo. Namba 3 na namba 4 wanaingia kwenye chumba cha kudhibiti meli, wakimshangaza nahodha kwa muonekano wao mpya. Nje, Dave anacheza na Gina akisahau kabisa kuhusu jukumu lake. Katika chumba kingine, nahodha msaidizi anapanga njama dhidi ya nahodha mkuu, akiwashawishi baadhi ya wafanyakazi kuwa dhidi yake. Wakati nahodha na wahudumu wengine wakijifunza hatua za kucheza nje ya meli, Dave anaendelea kuishi maisha yake kwa furaha akicheza na Gina. Baadhi ya viumbe wadogo wanatoroka kutoka ndani ya meli, lakini Dave anawaona na kuwarudisha ndani ya meli. Muda mfupi baadaye, polisi wanafika pale na kuwaomba watu wote wasogee nyuma isipokuwa Dave. Dauli anampokea Dave duniani huku akimfanisha pingu. Baadaye Dave anawekwa kwenye chumba cha uchunguzi. Ndani ya meli, kwa msaada wa baadhi ya wafanyakazi, nahodha msaidizi amemwasi nahodha mkuu na kumvua madaraka. Anaamuru wahudumu wamkamate na kumweka kizuizini nahodha. Nax bado hajashawishikwa kuwa Dave ni mgeni kutoka angani na anabishana na Dauli kuhusu hilo. Wakati huo huo, Dave analipua ukuta kwa nguvu zake za kipekee za mgeni, kwa kuwa nahodha wake wa kweli alishavuliwa madaraka na sasa anadhibitiwa na nahodha msaidizi. Namba 17 anatoroka meli na kudondokea ndani ya kikombe cha chai kilichokuwa mezani. Dave
Dave anawafokea Gina na Josh kwa kuwachelewesha kutoka kwenye sayari hii, wakati nahodha wa kweli aliyekamatwa anayasikia haya akiwa gerezani. Baadaye Dave mbaya analipua kupitia dirisha akitoroka kutoka kituo cha polisi. Anapambana kwa nguvu akiwa wanawaondoa wanaojaribu kumzuia. Wakati huo huo, namba 3 anamfungua kwa siri nahodha wa kweli na kumwambia amzuie nahodha huyo msaidizi mwehu. Josh anamwambia mama yake kuwa kuna jambo lisilo sawa na Dave, na mtu aliyesababisha uharibifu kituoni hawezi kuwa Dave. Tunapaswa kumlinda kwa sababu anatuhitaji. Ndani ya meli, Dave anamwambia nahodha msaidizi asiwadhuru watu wasio na hatia wa dunia, lakini nahodha huyo muasi anakataa ombi lake Dave na kuwarusha nje ya meli Dave na namba 3 na kuwafanya wawe bila makazi. Dave na namba 3 anajificha chini ya bomba la maji ili kuepuka kukanyagwa. Muda mfupi baadaye, mguu anawakaribia na kuwakojoa. Mguu wa namba 3 unakwama kwenye kaugumu cha kutafuna kilichopo barabarani. Dave anakimbilia kumwokoa ili asigongwe na gari na anafanikiwa kumtoa salama. Dave na namba 3 wanatumia mfuko wa plastic na kuugeuza kuwa parachute ili kufika kwenye meli yao. Wakiwa njiani kuelekea kwenye meli, wanashikilia vipangusa vioo vya lari linaloendeshwa. Dereva anaanza kufuta vioo vya gari lake na kuwafanya wawili hao wapambane kuendelea kujishikilia. Hivyo basi Dave na namba 3 wanafanikiwa kuruka hadi kwenye meli yao wakishikilia kiatu. Kisha wanajipenyeza ndani ya meli kupitia ndani ya suruali. Meli inasimamisha taksi kwa nguvu. Dave anaingia ndani na kumwambia dereva, nipeleke Liberty Island au jiandae kufa. Kituo cha polisi, Dowley anakutana kiumbe mdogo namba 17 ndani ya kikumbe chake, ambaye anamwambia Dowley kuwa nahodha mpya anataka kuiba maji yote ya bahari kutoka sayari hii, wakati nyinyi mlikuwa tu mnaongea hapa. Dowley anamuuliza kiumbe huyo mdogo kama anajua meli imeelekea wapi. Namba 17 anajibu ndio. Baadaye anamweka kwa uangalifu mfukoni na kuanza safari kuelekea Liberty Island. Nahodha mpya anajaribu kutupa orb baharini, lakini anazuiliwa na Dave. Katika harakati hizo, orb hiyo inateleza kutoka mikononi mwa meli na kuangukia baharini. Dave anamkamata nahodha msaidizi na kumvua madaraka. Nje ya meli, orb tayari imeanza kunyonya maji ya bahari na kuyamaliza kwa kasi. Dave anaamuru mhandisi kumuita orb kabla haijamaliza kunyonya maji ya bahari. Mhandisi anaonyesha kuwa mapigano na nahodha msaidizi yamepunguza nguvu za meli chini ya 1%. Anaweza kurudisha nishati ya boti, lakini haitatosha kwa ajili ya kuruka. Dave anachagua dunia badala ya sayari yake ya nyumbani, Nil. Wafanyikazi wote wanamuunga mkono Dave. Baadaye Dave anaamuru mhandisi akalete orb, jambo ambalo husababisha nguvu za meli kuzimika kabisa. Orb inatoka baharini ikirejea kwa Dave. Baadaye Dave anatupa orb hiyo kwenye kina kirefu sana cha anga. Hata hivyo, katika mchakato huu wa kunyonya nguvu zote za meli ya anga zimeisha kabisa. Wakati huo Josh, Gina na Mark wanawasili Liberty Island na kuuliza jinsi wanavyoweza kumsaidia Dave. Dave anajibu, "Mikuchelewa sana kwa sababu tumepoteza nguvu." Polisi Dowley na Knox wanawasili huko na kumwomba Dave asiamie. Josh na Gina wanajaribu kumshawishi polisi kuwa Dave hana nguvu wala hawezi kumdhuru mtu yoyote. Akiwa amejawa na hisia, Josh anachukua mashine ya kumtia mshtuko Dowley na kumtia mshtuko Dave, na hivyo kurejesha nguvu za meli. Viumbe wadogo wote wanampongeza Josh kama shujaa. Dave anafungua mdomo wake na nahodha anajitokeza, akiacha watu wote waliokuwepo wakishtuka. Nahodha anawasamea wote na kufichua kuwa msaidizi wake alichukua meli kwa nguvu alikuwa ndiye aliyefanya matendo ya ukatili yasiyosemwa. Baadaye anamshukuru Josh kwa kumfundisha maana halisi ya urafiki na ujasiri. Namba 17 anamkumbusha Dowley kuwa pia yuko mfukoni mwake. Anamweka kiumbe mdogo huyo mdogo kwenye ulimi wa meli na kumrudisha kwenye meli yake. Dave, namba 3 na namba 17 wanawaaga watu wa dunia na kurudi kwenye meli. Baadaye meli ya anga inaruka kuelekea sayari yao ya nyumbani. Hata hivyo, majeshi ya majini ya Marekani hayamruhusu aondoke dunia na kumkamata kwa kutumia neti. Hata hivyo, viumbe wote wadogo wa kibinadamu wanaruka na kuondoka duniani kwa kupanda kwenye kiatu cha meli, wakiacha meli iliyobaki duniani. Na huo ndio mwisho wa movie inayoitwa Meet Dave. Asante sana kwa kuwa nami tangu mwanzo hadi mwisho wa movie hii. Tafadhali usisahau kusubscribe kwenye channel ya Kicha TV, like, comment na washa kengele ya notification ili uwe wa kwanza kupata movie zetu kemkem.